Miaka mitatu ya ukame. Israeli imeanguka katika ushirikina. Mfalme Ahabu na mkewe Yezebeli wamepeleka taifa kwa ibada ya Baali. Lakini siku moja Eliya nabii wa Mungu alimkabili mfalme na kusema, leo tutaweka wazi ni nani Mungu wa kweli, Bwana au Baali. Mlimani Kameli, mahali pa maamuzi makuu. Moto wa Mungu dhidi ya miungu ya uongo. Nabii mmoja dhidi ya manabii 450. Harakati hii itabadilisha historia ya Israeli milele. Moja Wafalme 18 inatuonyesha mapambano makuu ya kiroho, kutoka hofu hadi ujasiri, kutoka ushirikina hadi ibada ya kweli, kutoka ukame hadi mvua ya rehema. Eliya alimwambia Ahabu, nenda ukawakusanye Israeli wote mlimani Karmeli pamoja na manabii 450 wa Baali. Huu ulikuwa wakati wa maamuzi. Watu wa Israeli walikuwa wameogopa kusema ni nani Mungu wao wa kweli. Lakini Eliya alikuwa tayari kuonyesha ushindi wa Mungu juu ya miungu yote ya uongo. Mazingira yalikuwa magumu, ukame, njaa na ushirikina. Lakini katika mazingira magumu ndipo Mungu anaonyesha uweza wake mkuu zaidi. Tutajifunza namna gani maombi ya ujasiri yanaweza kubadilisha taifa zima, namna gani Mungu anachukia ushirikina na namna gani anastahili ibada yetu yote. Anza kwa mazingira. Moja Wafalme 18:1. Baada ya siku nyingi, neno la Bwana likamjia Eliya mnamo mwaka wa 3, likisema, nenda ukajiongoze kwa Ahabu, nami nitanyesha mvua juu ya uso wa nchi. Miaka mitatu ya ukame ilikuwa adhabu ya Mungu kwa sababu ya ushirikina wa Israeli. Sasa wakati umewadia wa kuonyesha rehema, lakini kwanza lazima kufanyika maamuzi ya kiroho. Eliya aliwakutana na watu wote wa Israeli mlimani Kameli na kuwaambia, mtakuwa mnalegea hadi lini katikati ya mawazo mawili? Kama Bwana ni Mungu, mfuateni yeye, lakini kama ni Baali, basi mfuateni yeye. Lakini watu hawakujibu neno. Hofu ilikuwa imewashinda. Wanaogopa Yezebeli na utawala wa kifalme, lakini pia wanaogopa Mungu. Eliya alieleza jaribio, mimi ni nabii mmoja tu wa Bwana, lakini manabii wa Baali ni 450. Basi na watupatie mafahali mawili, nao na wajichagulie fahali mmoja, wamkate vipande vipande, wamweke juu ya kuni, lakini wasiweke moto, nami nitamtayarisha yule mwingine, nitamweka juu ya kuni, lakini sitaweka moto. Kisha ninyi mlilie jina la Mungu wenu, nami nitaliita jina la Bwana, yule Mungu atakayejibu kwa moto, huyo ndiye Mungu. Watu wote wakasema, maneno yako ni mema. Kuna vipengele vitatu muhimu ambavyo mara nyingi tunavikosa katika hadithi hii. Kwanza, manabii wa Baali walijikatakata kwa visu na mishale mpaka damu ikatiririka juu yao. Hii ilikuwa desturi ya kivichawi. Walikuwa wakifuata ibada za kichawi ambazo zilihusisha kujiumiza mwenyewe ili kupata uongozi wa kimila. Lakini Mungu wa Israeli hauhitaji mateso ya binadamu kupokea jibu, anayahitaji maombi ya moyo wa kweli tu. Pili, Eliya akajenga upya madhabahu ya Bwana iliyokuwa imebomolewa. Hii inaonyesha kuwa Israeli walikuwa wameacha ibada ya kweli kwa muda mrefu. Madhabahu ya Mungu ilikuwa imeharibiwa, ikisimamia hali ya kiroho ya taifa. Kujenga upya madhabahu kulikuwa ishara ya kurejeshewa kwa ibada halali. Na tatu, Eliya alimwaga maji juu ya dhabihu mara 3. Hii ilikuwa ishara ya kujaza kabisa na kuthibitisha kwamba hakukuwa na udanganyifu wowote. Kila mtu angaliona kwamba hakukuwa na moto uliofichwa chini ya madhabahu. Maji yalijaza hata mfereji uliozunguka madhabahu. Hii iliongeza ugumu wa kazi, lakini ilionyesha nia ya Eliya ya kuthibitisha uwazi mkuu wa matendo ya Mungu. Katika kipengee hiki tunaona mabadiliko makuu matatu ya kiroho. Kutoka kwa hofu ya binadamu hadi ujasiri wa kimungu. Watu wa Israeli walikuwa wameogopa kusema ni nani Mungu wao wa kweli kwa sababu ya Yezebeli na utawala wa kifalme. Lakini Eliya hakuogopa, alijua kwamba Mungu anaweza kulinda wale wanaoamini kwake. Ujasiri huu unatokana na uhusiano wa karibu na Mungu, sio kwa hasira za kibinafsi. Badiliko la pili ni kutoka ushirikina hadi ibada ya kweli. Israeli walikuwa wakishiriki katika ibada za Baali, mungu wa mvua na mazao. Lakini Mungu wa Ibrahimu, Isaki na Yakobo ndiye aliyeumba anga na ardhi na ndiye mwenye nguvu za kudhibiti mazingira yote. Ibada ya kweli ni kumtumikia Mungu peke yake bila kuongeza miungu mingine. Na badiliko la tatu ni kutoka ukame hadi mvua ya rehema. Ukame ulikuwa ishara ya hukumu ya Mungu juu ya dhambi ya ushirikina. Lakini baada ya watu kujibu, Bwana ndiye Mungu.
Bwana ndiye Mungu, mvua ikanyesha. Mvua ni ishara ya baraka za Mungu zikirudi. Tunaona kwamba Mungu hawezi kuvumilia ushirikina, lakini anayoyote anayetubu na kurudi kwake anapokea rehema kubwa. Haidhuru. Wanyamapori waliona matukio haya yalitisha. Tai aliyeruka juu ya mlima Kameli aliuona moto ukiteremka kutoka anga kwa mshangao mkuu. Nimeona mambo mengi kutoka juu, lakini sijawahi kuona moto unaoteremka kutoka anga bila mwanga au radi. Moto huo ulikuwa na nguvu za kinyume, uliteketeza kila kitu lakini hakuumiza yeyote. Niliona furaha kubwa katika macho ya watu baada ya kuona moto huo. Walikuwa wameishi katika hofu kwa miaka mingi, lakini sasa walipata uhakika kuwa Bwana ndiye Mungu wa kweli. Furaha hiyo ilifanana na amani ninayopata wakati wa kurudi kwa sanduku la Nuhu. Na baada ya hapo, anga lilijawa na mawingu makubwa na mvua ikanyesha kwa nguvu. Nilijua kwamba aliyeonyesha moto ni yule yule anayeonyesha mvua, mwenye uweza juu ya vitu vyote. Nilisikia sauti za watu wakisema, Bwana ndiye Mungu. Bwana ndiye Mungu. Kelele hizo zilirudi katika milima na mabonde. Hata sisi wanyamapori tulijua kwamba kitu kikuu kimefanyika, utawala wa miungu ya uongo umevunjika. Hadithi ya Eliya mlimani Kameli inatupa mafunzo makuu matatu kwa maisha yetu ya leo. Kwanza, tunahitaji kujenga upya madhabahu za kibinafsi za ibada. Kama vile madhabahu ya Bwana ilikuwa imebomolewa Israeli, mara nyingi sisi pia tunaruhusu madhabahu zetu za ibada za kibinafsi kuharibiwa. Sio tu kwamba tunakomaa katika ibada ya umma, lakini tunapoteza muda wa faragha na Mungu. Tunahitaji kujenga upya wakati wetu wa maombi ya faragha, kusoma Biblia na kuomba. Jambo la pili, maombi ya ujasiri yanaweza kubadilisha mazingira ya kitaifa. Eliya hakuomba kwa hofu au kutojua, aliomba akijua kwamba Mungu anastahili kutambuliwa na watu wake. Tunaweza kuomba kwa ujasiri kwa ajili ya utawala wetu, kwa ajili ya uhuru wa dini na kwa ajili ya ukweli wa Mungu kurejea katika jamii zetu. Maombi ya ujasiri yanafanywa na watu wanaoamini kwamba Mungu anaweza kufanya mambo makuu. Na jambo la tatu, Mungu anajaza mahali ambapo tumepiga kelele zake. Eliya alimuita Mungu kwa jina lake na kumsifu kama Mungu wa Ibrahimu, Isaki na Israeli. Alimkumbusha Mungu ahadi zake na alimwomba ajidhihirishe. Wakati tunamwomba Mungu kwa imani na kumsifu kwa majina yake, anajaza mahali pale. Tumsifu Mungu leo kama mkombozi wetu, kama mfalme wetu, kama Baba wetu wa mbinguni. Mungu wa Eliya ni Mungu wetu pia. Moto ule ulioanguka mlimani Kameli ni ishara ya kile kinachotutakia, Roho Mtakatifu atukae ndani yetu kwa moto wa upendo na uvumilivu. Tuombe kwa ujasiri. Tujenge upya madhabahu zetu. Na tumsifu Mungu kwa matendo yake makuu. Amen. Jiandikishe kwa maudhui zaidi ya kusoma Biblia.